Utajiri unajengwa kupitia maamuzi sahihi, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na watu wengine. Watu wengi wanaofanikiwa kifedha wametengeneza mifumo inayowawezesha kuzalisha thamani kwa jamii badala ya kutegemea juhudi za mtu mmoja peke yake. Ili kutengeneza mafanikio na utajiri wa kudumu, ni muhimu kuwa na maono, kujenga mahusiano mazuri na watu, kushirikiana na watu wengine na kutumia maarifa ulionayo kutatua changamoto za watu. Kuna siri mbalimbali zitakazokusaidia kutengeneza utajiri wa watu. Siri ya kwanza ni ushirikiano. Ushirikiano ni msingi wa mafanikio na utajiri pia. Hakuna mtu anayefanikiwa akiwa peke yake. Kwa kushirikiana na watu wenye ujuzi, uzoefu na rasilimali tofauti tofauti, fursa za biashara na maendeleo huongezeka. Ushirikiano huongeza ubunifu, hupunguza gharama na husaidia kufikia malengo makubwa kwa muda mfupi. Siri ya pili, tengeneza mfumo. Utajiri wa kweli unatokana na mfumo unaoendelea kufanya kazi hata kama mmiliki wa huo mfumo hayupo wakati wote. Mfumo unaweza kuwa ni biashara yenye usimamizi mzuri, timu ya wafanyakazi nzuri, au teknolojia inayorahisisha utoaji wa huduma. Mfumo mzuri huongeza utendaji kazi na kupunguza makosa na kuifanya biashara ikue kwa urahisi. Siri ya tatu, support watu wengine. Kuwasaidia watu wengine kufanikiwa ni njia mojawapo ya kutengeneza utajiri wa kudumu. Unapowapa watu msaada, ushauri au fursa, unajenga uaminifu na mahusiano mazuri. Mara nyingi watu uliowasaidia huwa wanakuwa na utayari wa kushirikiana na wewe, kukupendekeza kwa watu wengine, lakini pia kukuletea fursa mpya za maendeleo. Siri ya nne, toa maarifa ulionayo. Maarifa yana thamani kubwa yanapotumiwa kuwasaidia watu wengine. Kufundisha, kutoa ushauri, kuandika vitabu, kutoa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia watu kutatua matatizo yao. Kadri unavyoongeza thamani kwenye maisha ya watu wengine, ndivyo nafasi yako ya kujenga utajiri na mafanikio inavyozidi kuongezeka. Siri ya tano, tengeneza fursa. Watu wenye mafanikio hawaishi kwa kusubiri fursa. Watu wenye mafanikio wanaishi kwa kutengeneza fursa na kutafuta fursa, kwa kutatua changamoto na kubuni suluhisho kupitia biashara, huduma au bidhaa. Mtu anayejua kuona changamoto na kuzitumia kutengeneza fursa kwa kutengeneza suluhisho ana uwezo mkubwa wa kujenga utajiri wa muda mrefu. Kutengeneza utajiri kunahitaji mtazamo sahihi, uvumilivu na kujenga thamani kwa watu wengine. Ushirikiano, kutengeneza mfumo, kuwasaidia watu wengine, kutoa maarifa na kutengeneza fursa ni siri muhimu zinazoweza kumwezesha mtu kujenga mafanikio na utajiri endelevu. Mtu anayezingatia misingi hii kwa nidhamu na uaminifu huongeza nafasi ya kufanikiwa kiuchumi na kuwa na mchakato chanya kwenye maendeleo yake binafsi, lakini pia maendeleo ya kijamii.